Alafu wewe Nyamsa sijui unajikuta nani humu ndani. Kwa hiyo wewe kazi hiyo moja ndio inakukalisha masaa yote unatumia kumuta tu hilo kochi. Au ndo kazi ya kuleta humu ndani? Mbona mwenzangu unapenda kujipunguzia majukumu kisirisiri wewe? Kwa hiyo unahangaika na hiyo kazi moja masaa yote tuonekane tu kupatia kazi za humu ndani hatujielewi, si ndio? Hapana dada, mbona mimi kazi zangu zote nishamaliza? Nishaosha vyombo, ndo nilikuwa namalizia hapa kusafisha makochi, niendelee na ratiba ya kupika. Kupika wapi wewe? Kama ungejijua na kazi nyingine ya kufanya ungekuwa unahangaika na hilo kochi moja na kujimbia sijui ujinga tu kwenye nyumba yangu. Alafu wewe mimi nishakuona kabisa. Kazi humu ndani imekushinda lakini hutaki kukubaliana na matokeo. Sema tu kwamba mimi nimeshindwa kazi, sio unajilazimisha kufanya kitu ambacho huwezi. Sema basi tujue hata tunakusaidieje humu ndani. Lakini dada, mbona unapenda sana kunitabia vitu ambavyo havipo akilini mwangu? Mimi ningekuwa nimeshindwa kufanya kazi ningekwambia dada, lakini mimi kazi yangu naipenda sana na siwezi kuiacha. Unaipenda wapi wewe? Wewe tena. Kwenye nyumba za watu unaingia unajiamini kabisa na kujikoolesha kama mgonjwa wa kifua kikuu. Haya nikusaidie nini? Kindege, mimi nadhani salamu ni kitu cha msingi sana kuliko hata hayo maneno ambayo nayazungumza hapa. Sasa hizi jamani. Achana na salamu. Kwa salamu na kusaidia nini? Sema kilicho kuleta humu ndani. Anyway, kilichonileta hapa nimeagizwa na Mr. Beni, kuna bahasha ya kaki alikuwa ameiacha hapa ndani. Na akasema ipo kwenye drawer ya pili. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kimenileta hapa, unaweza kanisaidia then nikaondoka. Kumbe unakijua kilicho kuleta. Na unaweza kukielezea kabisa bila shida yoyote. Haya salamu ilikuwa inahitaji ya nini? Au ndo kunibeba nyota? Subiri hapo. Na wewe shika. Sasa nisikize vizuri. Nataka uende bondeni ukanifuatie viazi. Tena nahitaji viazi hakikisha viwe ni vya leo. Sio viazi vimekaa wiki sijui ngapi huko miezi mingapi ndani vimevuna unaniletea hapa na kula viazi havina ladha. Nataka uniletee viazi vizuri, sitaki viazi kama vya juzi. Nadhani umenielewa. Fanya uende. Sawa dada, lakini ngoja nimalizie hapa. Wewe kwa nini unataka kunibishia sasa? Nimekwambia nenda sasa hivi. Sina muda kwanza kusubiri wewe umalizie hapo. Nyenyuka huko. Kwenda mwana kwenda. Unatakiwa uoshe hivi vyombo na vitakati. Maana umekaa hapa hauna kazi ya kufanya. Sijui unaelewa. Halafu na kingine Bishosti. Mbona umekaa hapa una stress tangu jana? Unawaza nini? Au unataka kunitoa roho yangu? Halafu na kingine hapa hamna mwanamke wako wala mume wako wala chochote ambacho unakijua wewe. Kwa hiyo unatakiwa ufanye hii kazi hapa ya kuosha hivi vyombo na vitakati nishamaliza. Sijui unaelewa. Tami, mimi leo siwezi kuosha vyombo kwa sababu hata hivyo sijisikii vizuri, kichwa changu kinaniuma. Kwa hiyo kama ni kuosha vyombo wewe osha tu. Nimekuona hauna kazi yoyote ya kufanya ndio maana nikakuletea uvioshe na nataka uvioshe na vitakate. Nimesema sioshi vyombo. Yaani umemwagia vyombo hivi mchanga afu unaniambia huoshi vyombo. Kwa hiyo unadharau si ndio? Sikiliza nikwambie, umekuja mwenyewe hapa nyumbani kwangu. Ukiwa una akili timamu kabisa. Sasa vyombo hivi utaviosha na isitoshe hapa ni nyumbani kwangu kwa mume wangu, kasi la mume wangu. Huna cha kujitetea chochote, vyombo utaosha. Na kama hutaki kuosha hivi vyombo, subiri nimuite mume wangu. Mume wangu! Mume wangu! Mume wangu! Vipi jamani huko? Unajua mnanikera sana. Kuna nini? Njoo uone. Angalia. Angalia mwanamke wako chokifanya. Nimemwambia vyombo havioshi lakini kanijibu dharau. Kaenda kuvimwagia mchanga. Chungulia. Angalia. Wewe Farida. Una shida gani wewe? Hiki nini? Hiki nini nakuuliza? Yaani kwenye vyombo ambavyo inabidi uvifanyie usafi, umeamua kuweka mchanga unaongezea tena uchafu. Una shida gani wewe? Kanoni. Nimemwambia huyu mwanamke wako kwamba mimi kichwa kinaniuma sijisikii vizuri. Aniacha siwezi kuosha vyombo lakini ananilazimisha nioshe vyombo ili iweje? Nisikilizeni nyewe wawili. Hizo chata za mimi kuanza kunyanyasika na kuteswa kila siku nimeshazivuka. Nimeziacha huko nyuma. Kwa hiyo kama mlizani kwamba nimerudi, mimi ndo Farida yule ambaye mlikuwa mmezoea kunipiga makofi na kuninyanyasa kila siku, basi mmefeli. Sahauni kabisa kuninyanyasa tena kwenye maisha yenu. Unasemaje wewe? Nimesema hivi Kanoni, kama hujanisikia vizuri, subiri nirudie. Hizo chapter za mimi kuanza kunyanyasika na kuteswa na watu kama nyinyi, nimeshazivuka. Kwa sasa hivi ni Farida mpya. Sasa basi, msahau kabisa kuninyanyasa kwenye maisha yenu yote. Kwa hiyo, umeona?
Umeona mwenyewe mume wangu, umejionea mwanamke wako anachokujibu. Umeona majibu ya shiti anayokujibu. Huyu mwanamke hana nidhamu, hana hata aibu. Wewe si mume wako huyu. Umeangalia mwenyewe. Na ndio kitu ambacho sikipendi kwenye maisha yangu. Umejionea. Sio swala. Sio jifanye wewe ni kichwa ngumu. Kwamba umeshamaliza. Kwa sababu unajifanya jeuri. Tunakupa kazi ufanye unakataa kufanya. Sasa ngwani wapigie ndugu zako waje hapa. Tuwe tuyafanya mambo yawe marahisi kabisa. Usaini talaka zako kama inawezekana uondoke hapa. Kwa mjinga. Na kwa mwanamke gani ambaye unapewa kazi unakataa kufanya? Unataka kukaa hapa bure bure? Una shida gani wewe? Leticia. Mdogo wako Farida kasha kuja nyumbani. Ndio, amekuja mwenyewe. Kaja mwenyewe kabisa. Sasa nilichokuwa nakiomba hapa, uje wewe na mama yako. Tuje tuyazungumze haya. Maana haiwezekani kwa mimi nawataka wote. Sasa hivi, njoni sasa hivi. Sawa. Mwanamke gani wewe? Shemeji. Sasa mbona umekuja peke yako? Nijua utakuja na mama hapa labda tuweze kuzungumza kwa haraka sana haya mambo yaweze kuisha. Lakini nashangaa umekuja peke yako sasa tunayazungumzaje haya unafikiri shemeji yangu? Shemeji, mimi nadhani ya mambo kwanza tungeacha kwanza. Farida mdogo wangu. Yaani katika maamuzi ya busara ambayo umeyafanya, basi ni haya kurudi nyumbani kwako. Kiukweli umenifurahisha sana na moyo wangu una amani. Unajua, ulikuwa unaishi kwa watu. Afu kuishi kule kwa watu sio sehemu salama. Sehemu salama ni hapa au nyumbani kwenu. Lakini kwa sababu umerudi nyumbani kwako, mimi dada yako umenifurahisha. Ila kama hutaki kukaa hapa pia, sio mbaya. Tunaweza tukaondoka hapa mimi na wewe, tukaenda mpaka nyumbani, ukakaa ukatulia, akili yako ikikaa sawa, unaweza kurudi kwa mume wako. Shemeji, hapana. Mimi nafikiria kwa kuwa Farida kajileta mwenyewe nyumbani hapa. Kaja mwenyewe. Inabidi asiondoke hivi hivi. Hapaswi kwenda kokote bila sisi kufanya maamuzi sahihi na kuyamaliza kabisa. Mimi naona labda umpigie mama simu. Mwambie aje hapa tukae tuzungumze kiutu uzima. Farida kama inawezekana kusaini talaka, na kama ni kuondoka, aondoke tukiwa tumemalizana kabisa. Aondoke nyumbani kwangu, simuhitaji mimi. Kuondoka? Kuondoka kwenda wapi? Mbona sijakuelewa unamaanisha nini? Uondoke uende kwa Tolu ambako ulikimbilia kule. Uende kwa Tolu, uende kaishi maisha yako kwa amani. Na mimi niachie maisha yangu niishi kwa amani mimi na mke wangu. Kwa sababu siku hizi yani nakuwa tu nina stress. Sijielewi yani nimekuwa kuaje. Tangu ulivyoondoka nawaza kuhusu talaka yako ambao bado hujaisaini. Kwa hiyo ukisaini talaka, ukaniacha mimi nikaendelea kuishi maisha yangu, itakuwa bora zaidi. Kwa mchongo ni mmoja tu. Mama aje hapa, tukae tuzungumze, tumalize kila kitu. Tumalizane. Nisikilize vizuri Kanoni. Unapaona hapa? Hapa mimi ni nyumbani kwangu. Nimekuja nyumbani kwangu. Au umesahau kwamba wewe ndio ulikuja kunioa mwenyewe? Tena ukaniahidi kabisa vitu vingi mbele ya umati wa watu. Au sio wewe? Nisikilize. Kwanza kuachana ni maridhiano. Ulipaswa uniite mimi kama mimi, tuongee, tuliziane kabisa bwana tunaachana ndio tunaachana. Lakini wewe hujafanya hicho kitu. Na kingine mimi siwezi kuachika. Mimi ni mke wako, mimi sijalizia kuachika Kanoni. Na huko kwa Tolu ambako wewe unakusema. Mimi kule nimeenda nusu kaputi, nimeenda kule nikiwa nimezimishwa na ambaye amenizimisha ni wewe mwenyewe na ukaamua kunigawa kule. Na kule sasa hivi mimi ni nyumbani, lakini hapa ni nyumbani kwangu. Sasa basi. Hakuna mtu yote wa kunitishia na kuniondoa nyumbani kwangu. Na wewe hauna mamlaka hayo tena ya kuniondoa nyumbani kwangu. Hapa ni nyumbani kwangu na nitakaa na hauna chochote cha kunifanya. Hey! Yaani unanijibu mimi hivyo? Shemeji, unamsikia mdogo wako? Yaani mdogo wako anaamua kunipiga mkwala mimi. Msukuma. Wewe sipigi mkwala mimi kirahisi hivyo. Huwezi kunipiga mkwala Farida. Hivi unahisi Kanoni ni wa kunyea, si ndio? Nakuuliza wewe. Uliwe yake kuna nani kwenye hela yangu? Unajua wewe unakaa kishimbe sana. Huwezi kunipiga mimi mkwala. Na tena wewe Farida wewe. Unajua ni mjinga sana wewe. Unajua Farida nitakupiga wewe. Unataka kunipiga? Haya nipige.
Nipige kama ambavyo unafanya siku zote. Si nikiongea tu kidogo na nitishia kunipiga, unataka kunipiga. Kachukua gogo lile pale. Njoo nipige nizimishe tena kama ambavyo umezoea. Sasa basi. Mwambie na huyo mwanamke wako. Masuala mimi yakuja kurudi hapa, afu anaanza kunifanya mimi kama mfanyakazi wake sitaki. Kunipelekesha sitaki kabisa, mfikishie wewe ujumbe. Nitakuja kumfanya kitu kibaya na wewe hautakuja kuamini. Hivyo Farida una akili wewe? Akili yako inajielewa na kuuliza? Yaani umetoka nyumbani kwangu umeenda kwa wanaume huko umekaa, umerudi nyumbani kwangu unapewa kazi hutaki kufanya. Tena kazi zingine za kike kabisa zaanza kuhusu wewe mwenyewe. Unapewa unakataa kufanya. Unataka nani akufanyie kazi zako? Kuna mtu ambaye umemwajiri kwenye nyumba yangu kwamba akija anakufanyia kazi wewe unalala tu na enjoy. Nani ambaye umemwajiri wewe kufanyia kazi? Wewe Kanoni si umeoa? Yule si mke wako kabisa yule? Au ni mwanaume mwenzako? Kama ni mke wako basi anapaswa kufanya kazi zote ambazo zinakuhusu wewe. Asa mimi hapa ni kama mgeni. Yule ni mke wako, kwa hiyo anapaswa kufanya kazi zote kwa sababu yeye ni mtoto wa kike. Kupika atakupikia yeye, kufua atakufulia yeye. Tumeelewana? Ila sasa mfikishie ujumbe wangu. Akiendelea kufanya anachokifanya kunipelekesha mimi kama mtoto wake, nitakachomfanya I say nitashangaza dunia nzima. Jamani, inatosha sasa. Shemeji, mimi nadhani anachokizungumza mdogo wangu Farida yupo sawa. Kwa sababu unajua masuala ya ndoa ni ya watu wawili. Na isitoshe kuachana ni kuliziana. Mwenzio bado hajalizia kuachika. Na kama hajalizia na ndio maana amerudi hapa nyumbani kwake, mimi ambacho naweza nikawashauri hapo kaeni chini mzungumze tu ili miamalize. Na kama ikishindikana sana, mkae chini pia muangalie mnawezaje kupanga mikakati yenu mkaachana wote kwa kulizika, sio kwa kumlazimisha. Kwa sasa hivi mimi nilikuwa nakuomba muache kwanza atulie kwa sababu amerudi nyumbani kwake, muache akae kwanza atulie mpatie muda. Benkwela, ni humula kadu. Niwe ni wa humula tu. Umanonzu nayo unogete unatuja sana. Kwanza nikaa ingwe kwa lakini inakakishimbe sana umanne. Yaani siwezi kukubali huu upumbavu unaoendelea. Uwebento ila goma mawe ukwi. Uiza hana. Kama inawezekana afike tuzungumze. Kama haiwezekani basi ongea na ndugu yako miamalizi hapa. Hawezi kuondoka hapa bila kusaini hizo talaka. Mimi siwezi kukubali kabisa. Huo ujinga mimi nakubaliana nao vipi? Nawezaje kukubali mimi ujinga wake? Kama hawezi kusaini talaka, hapa asiondoke kwanza mpaka mama yako aje, tuyazungumze hapa kwa sababu mimi siwezi kukubali. Kwanza na majibu wewe manonijibu kana. Kuna ushiko mgusanga nami nza kula kama kuluka kweka nayo. Msange kwa hospitali. Bebe. Ongea dada yako vizuri. Shanjishi. Subua tu hapo. Farida mdogo wangu, mimi tu nikupongeze kwa hichi kitu ambacho umekifanya. Lakini pia mimi ningekuomba kama unaendelea kubaki hapa, basi kuwa makini sana na uwe muelewa, uwasikilize. Kwa sababu unaona watu kila muda wanakutishia kukupiga, watakuja wakuue. Na ikishindikana tu bora twende nyumbani. Haya mama, ushauri. Wewe si ndio ulikuwa unataka nirudi hapa? Si nimerudi. Haya, unataka kitu gani tena ambacho mimi sijakitimiza ambacho ulikuwa unakitaka? Nimesharudi na kingine, masuala ya kunishauri kama mwanzo sitaki. Yaani sitaki kabisa. Vipi dogo? Umeshatoa madambuzi mazingira ya dongo nini umepika? Sijapika kaka. Mkao unasumbua. Sijatomeloa na maji maana nimejitahidi kuwasha nimeshindwa. Unajua Sabiga unazingua sana kicha wangu. Yaani mimi nitegemea utaniambia kuna sababu nyingine. Ule mkasi umekaa ndani siku zote. Hakuna mvua yote inaonyesha, hakuna mtu yote ambaye amemwagia mkaa. Inakuwaje mkaa unakataa kuwaka mzee? Ndio hivyo kaka, nimejitahidi kuwasha nimeshindwa. Ndio hapa nawaza sasa sijui nikachukue petroli niwashe. Wewe mdogo wangu akili zako haziko sawa. Katika dunia hii ushakumwona nani anatumia petroli kuwashia moto? Unataka uunguze na kibanda cha bibi mkubwa ambacho ametuachia. Tunataka tena ukichome moto na petroli, palipuke bubu, tutalala wapi? Tutaishi wapi? Kisa tu uvivu. Kwa nini nakwambia wewe mkao umekushinda kuwasha kabisa? Kaka. Mimi nahisi na muda mrefu sijapika. Na ndio maana hadi moto umenishinda kuwasha. Hamna, tatizo lako mwili wako una adapt vibaya. Kwa sababu Farida amekuja katika maisha yetu hana hata miezi 10. Ana wiki kadhaa tu hapa rafiki yangu.
Lakini nashangaa eti kwa hizo wiki kadhaa kwa sababu tu alikuwa anatusaidia tu kupika hapa na kazi kadhaa. Unakuniambia leo hii moto kushinde wewe mdogo wangu. Yaani moto kabisa ni moto na kushinda wewe moto. Moto wa mkao na kushinda wewe. Huo ni uvivu mdogo wangu, na mimi binafsi yangu sijapenda ni kwa sababu Farida kaja juzi tu. Miaka yote alikuwa anatupikia nani? Si wewe hapo. Wewe ndio uko unawasha moto. Anatamoja mpaka kuni si uko unakata wewe mwenyewe. Umezingua. Kaka, yote kwa yote nimemisi sana Farida. Yaani nimemisi sana. Maana huwa akiwepo hapa nyumbani huwa napiga story, tunaenjoy, tunafurahi mimi na yeye. Sasa kaondoka, kaka nimekuwa mpweke sana. Maana alipokuwepo hivyo vitu vingine alikuwa anavifanya yeye. Maana alipokuwepo tulikuwa na furaha, tulikuwa tunacheka muda wote tunafurahi. Hata kuna wakati haupo hapo kwenye mitikasi yako, tulikuwa naye hapa tunakaa nyumbani, tunacheza, tunaenjoy. Lakini kwa sasa hayupo. Najisi mpweke sana. Maana muda mwingine yani hata nikipiga kelele Mwangi unaitikia ndani, na yeye unajibu Kwa kiufupi nimemisi sana Farida kaka. Na kitu kingine kaka, mimi nawaza sijui tumfuate. Unajua mdogo wangu wewe akili zako haziko sawa wewe. Yaani akili zako haziwezi kuchuja hata matukio. Wewe unataka mimi na wewe hapa tutoke twende kwa Farida tukamchukue ili iweje? Unamjua vizuri Ngosha? Ngosha mimi ashanipiga na kigoda nikazima. Vipi tukienda sisi wawili atatukata kabisa mapanga? Na sio alishakuja hapa tukamkimbiza. Mimi siwezi nikatoka hapa nikaenda huko kumfuata Farida. Farida ashasema atakuwa salama. Cha muhimu tu tumwache afu tujue je itakuwaje. Asiporudi kwa wakati ndio tutajua tunafanyaje. Lakini sio kusema eti sasa hivi hapa mimi nitoe mguu wangu twende kwa Ngosha. Hapana mimi siwezi mdogo wangu. Yaani utakuwa ni upumbavu ule ukisiri. Alafu Sebiga acha tamaa, yule ni mke wa mtu. Tena sio mke wa mtu, mke wa Ngosha Msukuma. Atakulamba kwenzi mwanangu pasue hicho kifuniko cha ubongo, hicho ubongo ubaki wazi huo. Tumia akili mzee. Halo. Halo, Kichinjile, ni mimi Farida hapa. Habari yako? Salama tu, mnaendeleaje? Sisi tuko vizuri kabisa, sijui wewe huko. Mimi niko salama kabisa. Vipi? Leo utakuwa na muda tuonane? Muda ninao, tunaweza tukaonana. Saa ngapi? Mimi nataka tuonane sasa hivi. Sawa inawezekana. Hapo tu niambie ni sehemu gani nije mali tuweze kuonana. Mimi naona vizuri zaidi tungekutana pale maskani kwako. Capricorn kwa namba, si ndio? Yeah. Basi sawa, haina shida. Kama ni Capricorn hapo, mimi nakuja sasa hivi hapo natiandala. Haya, bye. Sawa. Sasa hivi yani. Haya. Itakuwa ni Farida huyo? Farida amenipigia simu hapa na amesema kwamba ameazima simu kwa jirani. Na ndio maana amekuja hapa namba ngeni. Na kitu ambacho anakihitaji mpaka sasa hivi anahitaji nikakutane naye. Kuna mazungumzo yanahitaji tuzungumze. Kwa hiyo sasa hapa itabidi mimi hapa nikuache nifutike zangu. Vipi tunaweza tukaenda wote kaka? Ufutike na nani? Umeitwa. Ukihitajika utaitwa. Hujahitajika tulia. Linda nyumba. Mambo ya tamaa punguza, acha. Na kitu kingine sasa. Ili dumu hili ingiza ndani. Kwa sababu kila siku watoto wanachezea itakuja lije lipotea hapo mmoja unajua kabisa kwamba mimi dumu mimi na matumizi nao. Kwa hiyo sasa mimi nafutika, zingatia hayo mambo ninakuelekeza. Niko ameenda. Si mmoja tu imemsababisha mtu kanyanyuka mpaka kimbia. Farida bana. Kindege, unajua mimi mpaka sasa hivi yani nashindwa kuamini kabisa kwamba yani Janeti mpaka sasa hivi bado anaendelea kupata ujasiri wa kuja ndani ya nyumba yako, hali ya kuwa tumeshamwandalia mpango, watu wakampiga, wakamchakaza, lakini bado hakomi, anaendelea tu kuja kwenye nyumba yako hivi anajiachia. Dada mbona mgumu? Ila mi nadhani hii inatokea kwa sababu yeye mwenyewe hakujua kama sisi ndio tumemwandalia huo mpango.
Sasa basi, itabidi tumwandalie mpango mwingine mkubwa zaidi ya ule tuliomwandalia, ili apigwe kisawasawa hadi akome kuja ndani ya nyumba yako. Maana inaonekana yani somo alijampata vizuri. Kwa tufanye hivyo Kindege. Yaani Jeni, mimi sikufichi. Hata mimi mwenyewe hapa nilipo ninashindwa kuelewa. Yaani kichwa changu kiko overstress kabisa. Sielewi dada sijui ana moyo gani. Yaani kwa kipigo alichompatia bado leo analeta miguu yake huko ndani. Sio kwa sababu akili zake yani hazijielewi, ndio maana hata hajapata hata muda kukaa chini kujifikiria kwamba amepigwa kwa kosa gani. Lakini bado anajileta kwenye nyumba yangu. Ila mimi nahisi kama ulivyosema kweli. Itabidi tumwandalie mpango mkubwa zaidi ya ule. Nesi atajifunza na kichwa chake kitaelewa kwamba inabidi akalishe mwili wake nyumbani kwake, aache kuleta pua yake kwa nyumba za watu. Maana ukiangalia asubuhi amekuja hapa nyumbani na kanipandishia sauti, ananipandishia kibezi, utazani mimi mke mwenzie. Nikamwangalia nikasema, hivi dada ananijua kweli? Na katika kitu ambacho sipendi Jeni mimi kuletewa dharau. Tena kwenye eneo langu. Yaani yule dada amenikosea na amenitibua. Kwa hiyo mimi naliona ile liko sawa tu kumwandalia mpango mwingine. Ya, itabidi iwe hivyo. Alafu Kindege, mbona ili swala la mtoto nilikupaga muda mrefu sana, lakini naona mpaka sasa hivi yani umelikalia kimya. Yaani utafikiria yani haulijali, haukulizingatia. Mbona kama umelisahau kabisa Kindege? Amna Jeni, mimi sijaliacha na wala sijalikalia kimya. Ila najaribu tu kutengea bajeti yake. Maana kama unakumbuka hata wale watu wako wa mwanzo wale niunganisha nao, walikuwa wanahitaji pesa. Kwa hiyo sasa hata hili nalo naliandalia budget. Baada ya hapo kila kitu kikiwa sawa, mimi nitafanya kila kitu kama ambavyo tumepanga. Maana ukiangalia hapo katikati mimi sikuwa sawa kusema kweli. Ndio maana saizi nahangaikia hilo. Nikikamilisha tu, mimi siwezi nikawakalia kimya watu ambao wananikosea. Yaani watu ambao mimi nina ugomvi nao siwezi nikawakalia kimya. Kwa hiyo budget yangu ikamilika, kila kitu kitakuwa sawa. Utakuwa umefanya vizuri, tena utaikosha roho yangu. Maana nilikuwa naona kama unazembea, unapuuzia. Sasa inabidi ufanye hivyo kwa sababu naona hata mali za mume wako zinatumika kiolelaolela. Mara ampeleke shule, amnunulie nguo. Ni kama vile yani mtoto anahusika kwenye mali zake. Kwa fanya haraka hata uokoe hizi mali za mume wako. Jini hilo limeisha. Nadhani ipo kwenye mikono ya Pilato sasa. Yaani kinachofuata tu ni kungoja hukumu. Yaani wote ambao wamepita kwenye njia zangu nitawanyosha. Basi sawa, utakuwa umefanya vizuri. Na vipi ratiba yako ya leo inasemaje? Hapana, sina ratiba yoyote ile. Kumbe hauna ratiba? Basi tuende hata kwa dada Sophie leo ukamtembelee na umuoneone kidogo. Wewe ni wewe. Afu unajua umeongea kweli Maana dada Sophie sijaonana naye muda mrefu sana umepita na nimemisi kusema kweli. Hapo nadhani itakuwa poa. Acha niende huko nyumbani ili nikaonane na dada yangu. Kajiandae sasa, fanya haraka. Okay, basi twende ukanisubiri huko. Basi sawa. Wewe Kichinjile wewe. Asa mbona umekaa hapa kama vile mhalifu jamani? Nimekutekenya kidogo tu lakini ulivyoruka sasa kijana wa watu. Unajua umenizingua kinoma noma rafiki yangu. Mimi nilijua migambo sijui. Unajua kama hapa Capricorn kuna mbaya hapa. Ante moja hapa waga pana kuaga miayusho. Kwa maana kama hao polisi wanakuaga hangi, yani polisi waga wanakuaga machokodo kutafuta riziki. Si unajua zile. Kwa maana kama lazima mwenyewe niwe hangi, yani macho lazima muda wote yanafunguka, lazima ile ni attention. Ndio maana hapa leo umekuja hapa umenizingua ile nimeshtuka sana yani. Yaani moyo umefutika umeenda hivi koko ulisha hapa nye kazi yani. Basi sawa. Pia samani kama nimekukwaza. Kichinjile. Kitu ambacho nimekuitia hapa ni kwamba ile pesa ambayo nilikwambia nadhani siku si nyingi naenda kuipata. Kwa sababu nilivyotoka pale nyumbani, nilienda kule nyumbani kwangu kwa sababu nilikuwa naenda kuangalia vitu. Na hivyo vitu kwa bahati nzuri nimevikuta. Kwa hiyo hapa natafuta tu dalali wa kuniletea mtu wa kuvinunua ili kusudi niviuze nikupatie hiyo pesa. Vitu? Ni vitu gani hivyo Farida? Ni vitu ambavyo nilizawadiwa siku ya harusi yangu. Kwa hiyo nataka niviuze ili kusudi tupate hiyo pesa kumtoa kule dada.
Farida, yaani vitu ambavyo umepewa kama zawadi siku yako ya harusi, leo hii unataka uviuze. Sasa kwa nini unataka uviuze? Uone kwamba utakuwa unakosea kwa sababu vitu ambavyo umepewa kama zawadi ni moja kati ya kumbukumbu katika maisha yako. Kwa nini leo hii unataka uviuze kwa sababu yangu? Ni kweli Kichinji unachokisema kwamba ni vitu vya thamani, lakini hiyo thamani tena kwangu havina. Toka siku ambayo nimeanza kugombana na Kanoni, niliviona havina thamani yoyote kwangu. Kwa hata hivyo mimi nilizawadiwa tu. Kwaona mimi nikivitoa ni vile vile tu. Mimi nitakuwa nilipewa na mimi natoa. Kwa haina utofauti yoyote. Na kingine, sasa hivi tuzingatie kuhusu dada. Achana na hivi vitu. Mimi naenda tu kuviuza ili kusudi tupate pesa dada atoke kule. Cha muhimu ni dada na sio hivyo vitu. Unazungumza tu kila rahisi Farida. Lakini ni sawa kwa kuwa wewe ndio umeamua hivyo. Mimi siwezi nikakupinga, lakini na vipi kuhusu mume wako? Hawezi kushtukia kweli? Maana akishtukia mambo yanaweza akawa mengi, anaweza akakuzingua unajua. Hapana Kichinjile. Mume wangu hawezi kushtuka chochote. Na hata kama akishtuka, hawezi kunifanya chochote kwa sababu vile vitu havimuhusu. Japokuwa nilipewa siku ambayo tunafunga wote ndoa, lakini havimuhusu kabisa. Vile sio vitu vyake, ni vya kwangu. Kwa hiyo nina haki zote kabisa za kuuza. Basi sawa Farida, mimi nitafurahi kama utakuwa umenisaidia kwa wakati. Mimi sina neno. Haya, hamna shida. Basi mimi nilikuja tu nikupe hizo taarifa, lakini kwa sasa hivi naomba nirudi nyumbani. Basi sawa Farida, unaweza ukaenda na mimi ngoja nifutike niende kwa nyakati zangu. Haya, bye. Okay, bye Farida. Mimi naenda. Sawa, bye. Mimi naenda hivi. Poa, unaweza ukaenda tu katangulia. Naenda. Unaenda fume gani? Kama uendi basi ngoja mimi nikuache naondoka. Aya, bye kweli. Aya, basi mimi naenda. Msalimie Sebiga. Sawa, nitamsalimia pia. Bye. Sawa. Janeti, hivi unajua mimi simuelewi kabisa mdogo wangu. Yaani sio amekutwa na kitu gani Farida? Yaani haeleweki. Unamaanisha nini? Mbona hata sikuelewi? Yaani huwezi amini. Farida amerudi nyumbani kwake. Usitaki kuniambia kuwa mlimfuata? Janeti, hakuna mtu yoyote alienda kumfuata. Ni yeye mwenyewe tu na akili zake zimemkokota huko alipokuwepo hadi nyumbani kwake. Mimi hapo wenyewe nimetoka kule nyumbani kwake, nimeongea naye na mume wake mara nyingi alikuwa anamwambia ampatie talaka waachane. Ile yeye amekataa, amesema hataki talaka, yeye anaitaka ndoa yake. Lakini kwa jinsi ambavyo namwangalia, anaonekana hayupo sawa kabisa. Yaani anaonekana ni mtu fulani ambaye ni kama vile ana mipango. Yaani sio Farida ambaye unamjua. Leticia bwana, unataka kusema nini sasa? Wakati tayari amesharudi pale nyumbani na ulikuwa unatamani sana arudi kwa mume wake. Kwa mimi sioni kama kuna shida hapo. Unavozungumzia si humuelewi sana waza nini, unamaanisha kitu gani? Wakati ameshaamua kurudi nyumbani kwake, basi ndio kitu ambacho ulikuwa unakihitaji, kwa nini usifurahi? Janeti, mimi sawa nilikuwa natamani arudi nyumbani kwake. Lakini sio hivyo. Mimi nilitaka atoke kule kwa watu, arudi kwake au aje nyumbani akae kwanza atulize akili yake. Kwa sababu anavyoonekana ni hayuko sawa kiakili. Na isitoshe, mume wake anamtishia muda mwingi kumpiga. Na hata yule mwanamke mwenzie yule anaonekana sio mtu mzuri. Je, wakimzuru wanaweza kumuua mdogo wangu unajua? Naomba unisikilize kitu kimoja. Unatakiwa kujua sasa mdogo wako ni mtu mzima. Na kama ni mtu mzima anajua kujisimamia mwenyewe. Anatakiwa apite wapi ili apate kitu fulani, anatakiwa ajiendeshe vipi ili aweze kuwa salama. Kwa yani sidhani kama kuna kitu chochote kibaya ambacho kinaweza kumkuta. Kwa mimi ningekushauri tu, acha kuwa unawaza.
Basi sawa Janeti, mimi nimekuelewa, nitajaribu japokuwa ni ngumu, kwa sababu si unajua ile ndo mdogo wangu peke yake. Yaani ninavyompenda, yaani nahofia hata sija kapata na changamoto. Na mimi ndo nakutoa hiyo hofu yako sasa. Mdogo wako tayari ni mtu mzima, anajua kujisimamia. Na anyway, vipi? Leo hujaenda shule? Janeti, kiukweli mimi leo sijaenda kazini. Yaani nimeamka kichwa changu hakipo sawa, nilikuwa na mawazo mengi kwao. Nimeona hata nikienda kazini nitaenda kuvurugana tu na watoto wa watu. Kwao sijaenda. Kwanza kabisa pole. Na nilikuwa naomba tu nikushauri kitu kimoja. Leticia, naomba uwe makini sana na kazi yako. Na ukiwa kazini naomba usiwe unachanganya na vitu vingine ambavyo sio hata vya msingi. Kumbuka hiyo kazi yako ndo msingi wako wa maisha. Yaani ambao unaweza kukusaidia wewe, mama yako, pamoja na huyo mdogo wake unayosema unampenda sana. Sasa ukiharibu kazi labda kwa stress zingine za nyumbani, wewe unadhani utasaidia vipi familia yako? Kwa mimi ningekuomba tuwe makini sana na kazi yako. Sawa Janeti, mimi nimeelewa ushauri wako na nitafanyia kazi. Vizuri. Na leo nilikuwa nimepanga nikupigie simu. Maana huko nyumbani nimeandaa chakula kingi sana. Nilikuwa nimeandaa kwa ajili yangu pamoja na wewe. Lakini kwa kuwa tumekutana hapa na nyumbani ni pale tu, naomba tuende nyumbani tukale chakula. Janeti, mimi kuhusu chakula hata usijali. Kiukweli niko sawa, nimeshiba. Hapa tuacha niwahi nyumbani kwanza nikapumzishe kichwa changu. Sitaki hayo mambo yako. Kwa unataka kuniambia hicho chakula ambacho nimeandaa kwa ajili ya watu wawili nakula na nani? Au unataka nikakimwage? Au kiharibike tu mle ndani kichache? Mimi naomba tuondoke bana. Twende tukale chakula.